إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن وجه الله nakusieni kama ninavyopasa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa Allah kwa wale waliokuja mwanzo kabla yetu na ni wasia wa Allah kwetu sisi kama Allah alivyosema, wallahi kwa hakika tumewahusia wale ambao waliokuwa kitabu kabla yenu pamoja na nyinyi kwamba mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakadha inqawa shahrukum almubarak shahru ramadana شهر الصيام والقيام شهر القرآن والذكر شهر الجود والإحسان هنيئا لمن وفقه الله لقيامه وصيامه وتقبل منه أعماله الصالحة وخرج منه مغفورا له. هنيئا لكم أيها الله سبحانه وتعالى. هو مزوين uliokuwa mtukufu. Mwezi huu umemaliza, mwezi wenu wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani wenye baraka, mwezi wa kufunga na kisimamo, mwezi wa Qur'an na kumtaja Allah, mwezi wa ukarimu na wema. Hongera na pongezi kwa yule ambaye Allah alimuwafikisha katika kusimama kwake na kufunga kwake katika mwezi huu. Kadhalika Allah akamkubalia yeye yale mema katika matendo yake na akatoka katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa yeye amesamehewa. Hadha yawmukum yawmul Eid yawmul farahi was-surur. Siku yenu hii ni siku ya sikukuu, ni siku ya furaha na kushereheka, lakini kwenye yale ambayo yurdhi rabbana subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yanamfurahisha Mola wetu Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala kataba alayna as-siyama
wa'allalahu bittaqwa, Allah ametufaradhishia kufunga na akahitajia sababu ya kupata uchaji. Na hii funga ni miongoni mwa sheria za Allah ambazo Allah mwisho wake akasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni nyinyi irada, ayu iradati hadhihi, hii ni matakwa gani? Hadhihi iradatu madha? hii ni irada gani? Iradatu shar'iyya, jambo la kwenye sheria, si lazima kila mtu afanye, lakini Allah anakutakieni nyinyi wepesi. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hakutakieni uzito. waltukmilu al-iddata waltukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, na ili mukamilishe idadi. waltukmilu al-iddata waltukabbiru Allah, na ili mumkabbiri Allah kwenye yale yaliyokuwa mbele ili mupate kushukuru. Hadha yawmun adhim min hidayati Allah subhanahu wa ta'ala ilayna, yawm at-takbir ba'da ru'yati al-hilal ila ba'da as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. عباد الله قد يسر الله علينا جميع شرائعه. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwepesishia sisi sheria zake zote, ni sheria zilizokuwa nyepesi kwetu sisi. yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Kila mmoja ajiangalie namna alivyokuwa mwepesi katika mambo ya dini, kuzuia ulimi wake, kuinamisha macho yake, kuyazuia masikio yake, kubidiisha kiwiliwili chake katika kumwabudia Allah. Hataki kusema isipokuwa la kheri, la haki, jema. Hataki kusikiliza isipokuwa la kheri, la haki, jema. Hali isipokuwa cha halali na cha haramu, akijizuia. Akiswali swala za jamaa, akiswali swala za sunna, na mwanamke wa Kiislamu akijilazimisha na hijab. Hadhihi hiya yusru Allah alaina fa inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Kama qala ar-rasul inna ad-dina yusrun wa la yushad ad-dina ahadan illa ghalabah, hakika dini ni nyepesi, hawezi kuitia uzito mtu yeyote isipokuwa itamshinda dini hii. حينما قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال السعدي رحمه الله تعالى يريد الله أن ييسر عليكم الطريق الموصلة إلى رضوانه. Allah anataka kukuwepesisheni nyinyi njia, kukuwepesisheni njia za kwenda kwenye yale ambayo yanamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwepesisha gani? A'dhama taysirin, ule uwepesishaji ambao uliokuwa mkubwa. Wa yusahilaha ashadda tashili, na afanye sheria ya dini iwe ni nyepesi mno kwa ukubwa wa wepesi. Walihadha kana jamiu ma amara Allahu ibadah, na kwa ajili hii yakawa yale yote ambayo Allah amewaamrisha waja wake fi ghayati sahulati fi aslihi, yapo katika upeo wa wepesi katika asili yake, katika upeo wa wepesi katika asili yake. Wa idha hasalati ba'd al-awaridh al-mujibati li thaqlihi, ama inapopatikana baadhi ya vipingamizi ambavyo vinapelekea kuonekana kwamba sheria fulani ni nzito, sahalahu tashilan, Allah anaiwepesisha kwa wepesi wa kipekee. Imma biisqatihi au takhfifihi bianwa'i takhfifat, imma Allah anaifanya kuwa ni nyepesi au anaidondosha, anaifanya sheria hiyo haipo, au kuiwepesisha kwa aina mbalimbali za uwepesishaji. Iangalieni ibada ya funga, ni ibada kongwe kuanzia mwaka wa 2 Hijiria, lakini namna mwanzo ilivyoanza, ikifika wakati wa kuftar baada ya kuzama jua,
aliyefunga apaswa kuftari kabla ya swala ya Isha, ikiwa amelala kabla ya swala ya Isha au hajafungua kabla ya swala ya Isha, inakuwa imeshaondoka moja kwa moja, na Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wake akaonyesha upesi. Swali linakuja katika maisha yetu, kwa nini sheria za dini tunaziona ni ngumu kuzitekeleza kwake? Na mwingine anasema mimi hilo siwezi kujitia matatizoni, au wengine anakuambia hiyo si sunna tu, mimi siwezi bwana. Kwa nini usiweze? fa in lam yastajibu lak fa'lamu annama yattabi'una hawa, ikiwa watakujibu wewe elewa kwamba hakika si chenginecho wanachofuata ni matamanio. Al-hawa an-nafs yughalliqu abwab al-hidayah, matamanio ya nafsi yanafunga milango ya uongofu. Walihadha kana rasulullah yad'u Allah wa yas'aluhu allahumma hdini allahumma hdini wa saddidni, kama rawahu al-imam Muslim. Mtume alikuwa anamuomba Allah, ewe Allah na kuomba unipe hidayatul ilm wal bayan wa hidayatul amal wat tawfiq. Kwanza ni kulijua jambo na kupata mwongozo wake, pili ni kuwafikishwa katika kulitenda. Fakam minna, wangapi katika sisi ya'rifu hadha wa ya'lamu annaha min ash-shari'a walakin yufaqihuhu fi nafsihi, ajua kwamba hili ni sheria, hili ni wajib, hili ni sunnatun muakkada, lakini analidharau, analiwacha, alitia uzito kwa sababu ya hawa nafsi, matamanio ya nafsi yake. Falhawa huwa madkhalu shaitan, matamanio ni njia ambayo anaipitia shaitan. anna shaitan laysa lahu madkhalun ala bani adama illa min babil hawa, shaitan hana njia kwa mwanadamu anayopita isipokuwa ni katika mlango wa matamanio. Fa innahu, hakika huyu shaitan, yutabiqu bibni adam bihaythu amma yadkhulu alayhi liyufsida alayhi, shaitan anamfungia mwanadamu, shaitan anamfungia mwanadamu katika ile hali ambayo amepita, ili kwa ajili ya kumtia uzito kila jambo la sheria, la wajibu, la sunna analiona zito kwa sababu ya matamanio. Na shaitan ndiyo njia ambayo anapita kwa mwanadamu katika kutaka kumfisidi mwanadamu. Walihadha rawa al-imam at-Tabarani wa sahahu al-alama al-Albani rahimahullah min hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. كم هي؟ 12. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mambo matatu ni yenye kuangamiza, mambo matatu ni yenye kuokoa, mambo matatu ni vifuta madhambi, mambo matatu ni yenye kuwapandisha watu daraja. Fa amma almuhlikat, ama yale yenye kuangamiza watu, fashuhul muta'un wal hawa muttaba'un wa ijabu almar'i binafsihi, ama yenye kuangamiza ubakhili, wenye kutiiwa na mtu ataka kufanya jambo la kheri na anajua na wasaa nao, lakini anashindwa kutoa, au inakuja taswif, safa'al wa sawfa af'al, lakini hafanyi na lipo katika uwezo wake. Au la pili ni matamanio yenye kufuatwa. Wangapi wamepotea kwa sababu ya maangamio? Wale ambao Allah amewapa ilmu, wale aliowapa akili, wale aliowapa mali, aliyowapa kila kitu, matamanio. Fahala hawa almuttaba, matamanio yenye kufuatwa. Wa ijabu almar'i binafsi, na mtu kujiona nafsi yake kwamba mimi ni mbora, mimi nimefanya hili kuliko fulani. Wa amma almunjiyatun, ama yenye kuokoa katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hayo.
akasema Mtume sallam al-adlu fil ghadabi war ridha, uadilifu katika kughadhibika wakati wa kughadhibika na wakati wa kuridhia. Kadhalik wal qasdu fil faqri wal ghina, mtu Allah kamjalia akawa yuko kati na kati, akiwa ni fakiri au akiwa ni uwezo usio uwezo uliokiuka, wala utajiri wala ufakiri uliopituka chini, bali ni kati na kati. Kadhalik wa khashyatullahi fi sirri wal alaniya, na kumwogopa Allah katika hali mtu yuko peke yake au kadhalik yuko mbele za watu. Wa amma al-kafarat, ama yale yenye kufuta madhambi, fantidharu salati ba'da salat, ni kusubiri sala moja baada ya sala nyingine. Fantidharu salati ba'da salat wa isbaghu al-wudhu fi as-sabarat, na kukamilisha udhu katika wakati wa sabarat. Sabarat ni jamu sabara, wa hiya shiddatul barad, ni ule wakati wa baridi kali, mtu akawa ni mwenye kutia udhu wakati huo. Kadhalika wa naqlu al-aqdami ila al-jamaat, na kuinua hatua kuelekea katika swala za jamaa. Wa amma ad-darajat fa it'amu at-ta'am wa ifsha'u as-salam, ama yale yanayopandisha daraja ni kulisha watu chakula, kadhalika na kueneza salamu. Kadhalik wa qiyamul layli wan nasu biniyam, na kusimama usiku na wakati watu wamelala. Ibadallah, haya mambo 12 imma mtu ataangamia au mtu ataokoka. Katika hayo ni kufuata matamanio. Ama ya kusema katika siku ya leo ni mengi, lakini hii ni yaumu Eid al-Fitri, ni siku ya sikukuu ya kufungua baada ya Ramadhani. Tujilazimishe kuyahifadhi matendo yetu mema tuliyoyafanya katika Ramadhani, min al-qiyam was-siyam wal-qira'a, ama kisimamo cha usiku, sala za jamaa, sala za sunna, ama funga. Kuna funga ya 6 Shawwal, kuna yaumul ithnain wal khamis, kuna ayyamul bidh, kadhalika na mengine min al-qira'a. Tusihame Qur'an, hatufai kukithirisha maneno katika siku hii. Hadha yaumul Eid, Eidukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila Eidukum mubarak. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.